nipende kukushukuru pia na wewe ambaye umefika kwenye darasa hili, nikupongeze pia. Tutakwenda kujifunza ujumbe wa Mungu ambao ujumbe huu una kichwa cha somo kinachosema umoja wa Kristo, umoja wa Kristo na wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo tunafundishana, kwa hiyo tembei kwa spidi, ila pale tutakapoishia kulingana muda wetu, naamini tutakuja tuendelee wakati mwingine, kwa sababu hii somo nimekuja kuangalia nikielezea jinsi inavyotakiwa vizuri, inachukua siku zaidi ya 4. Amina. Kwa hivyo kichwa cha somo kinasema umoja wa Kristo na wa Kristo. Haleluya. Bali tutakomesha andika ujumbe kama umoja wa Kristo, umoja wa Kristo na wa Kristo. Kwa hivyo ni pale kwanza hii umoja wa Kristo. Umoja wa Kristo ni msingi mkuu wa imani. Umoja wa Kristo ni msingi mkuu wa imani ya Kikristo. Umoja wa Kristo ni msingi mkuu wa imani ya Kikristo. Ukiangalia Biblia inatufundisha wazi kwamba Wakristo hawako peke yao. Yaani Wakristo sisi hatuko peke yetu. Amina. Wakristo hatuko peke yetu, bali tuko ndani ya Kristo. Kwa hiyo kwa sababu tuko ndani ya Kristo, kwa sababu hiyo ndipo tunakuta umoja ambao huu ni wa kiroho, sio umoja wa kimwili. Haleluya. Huu ni umoja wa Kristo ambao sisi tuko ndani yake, na kwa sababu hiyo sisi tuko ndani ya Kristo. Sisi ni katika roho tuko ndani ya Kristo. Kwa sababu mtu mwingine akasema niko ndani ya Kristo, hapo inakuwaje niko hivi? Uko ndani ya Kristo kiroho, lakini sasa Yesu Kristo mwenyewe kibiblia yeye ni kichwa. Haleluya. Yesu Kristo ni kichwa, hapo sisi ni viungo. Sisi ni viungo. Kwa kama sisi ni viungo, kichwa ni nini na viungo ni nini? Haleluya. Ujumbe unasema umoja wa Kristo na wa Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo ni kichwa na sisi ni viungo. Kama sisi ni viungo na yeye ni kichwa, kwa maana ya kwamba kichwa huwa kina maamuzi. Kichwa huwa ndicho kinaamua, kinaongoza. Kwa hiyo kama ujumbe wetu unatuonyesha kuna ujumbe, kuna maneno mengi ndani tutayaona, lakini kilichotangulia ni kichwa cha habari, kichwa cha ujumbe, somo. Kwa hivyo huu ni ujumbe, uko ndani kuna vitu vingi. Kwa Yesu Kristo alivyo mmoja ambaye ni kichwa, sisi ni viungo ambavyo sisi sasa tuko namna tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi ndio watendaji. Yesu Kristo yeye ni msimamizi mkuu. Haleluya. Haleluya. Tuangalie neno la Mungu ile kwa Korintho wa kwanza ile sura ya 6. Korintho wa kwanza ile sura ya 6 na ule mstari wa 17. Haleluya. Biblia kitabu kile cha Wakorintho ile sura ya 6 na mstari tunasoma Biblia inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana
ni roho moja naye. Kwa hiyo sisi, kwa sababu Yesu Kristo ni kichwa na sisi ni viungo, kwa maana hiyo tumeunganika, kichwa kimeunganika na viungo. Kwa hivyo sote tunajumuika, tunakuwa wamoja, tunakuwa kitu kimoja. Ndio maana nikasema sisi tuko ndani ya Kristo, kwa hiyo tumefanyika, tumekuwa kitu kimoja na Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Biblia katika kitabu kile cha Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu alikuja kutengeneza, alikuja kutuunganisha. Ndio maana Wakorintho, ndio maana hapa tumeona kabisa anatuambia kwamba aliyeunganika na Bwana amekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo Mungu alimleta mwanawe ili aje atuunganishe, na ile kutuunganisha tuweze kuwa kitu kimoja. Haleluya. Nilikuwa najaribu kuelezea umoja wa Kristo, jinsi ulivyokaa na Kristo. Sasa nataka tuangalie kwanza neno moja ambalo ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mkristo, jinsi nilivyolifafanua, kila mtu ni mwalimu, ana namna anavyoweza kufanua jambo kulingana na uelewa na jinsi anavyoweza kufuatilia vitu mbalimbali. Mkristo imeunganishwa na maneno mawili. Neno Mkristo limeunganishwa na maneno mawili ambayo ni herufi moja ya mwanzo ambayo ni M. Hii M ni kiambishi cha nomino ambacho kinaonyesha kwamba ni mtu mmoja au ni kitu kimoja. Amina. Lakini kama tungelikuwa ni wengi tunaweza kutumia Wakristo. Ndio maana kwenye kichwa cha habari tunasikia cha somo tunasema Wakristo. Sasa hapa tunajaribu kuangalia Mkristo ni nani? Mkristo, huyu Mkristo. Mkristo kama nilivyosema limeunganishwa na maneno mawili ambayo kuna M, kuna Kristo. Sasa Kristo ni jina kamili ambalo ndo jina tunalojaribu kuunganisha na M ili tuweze kupata neno Mkristo. Hii Mkristo ni mtu wa namna gani sasa? Au Mkristo ni nini? Amina. Mkristo nimejaribu kumwangalia, kuna namna tofauti. Mkristo ni yule ambaye anamfuata Yesu Kristo katika maagizo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo ni yule mfuasi wa huyu Kristo. Yaani Mkristo ni mfuasi anayefuata Kristo kwa yale maagizo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Na hii Kristo ni jina. Kristo kama liko jina, Mkristo kwa kuna namna nimejipani kwamba Mkristo ni mfuasi au ni mtekelezaji wa maagizo na anayesimamiwa na Kristo. Yaani Mkristo ni mfuasi, mtekelezaji wa maagizo, anayesimamiwa na Kristo. Ni lazima ayafuate mafundisho yote na maagizo yote ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili uweze kuwa Mkristo ni lazima uwe unafuata maagizo ya Kristo. Tena sio maagizo tu, maagizo yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ndo tafsiri ya Mkristo. Mkristo sio jina la kuingia kanisani. Amina.
Mkristo sio huduma. Mkristo ni utekelezaji. Na kuna mfano wa mara nyingi na utoleaga kwamba mimi huwa nakataa kwamba tuito kwamba Wakristo wako hivi, yaani kwamba Wakristo ile ya kutumia kwamba Wakristo wanafanya hivi, hapana. Yaani tuangalie anayefuata Kristo katika yale maagizo. Sio kwamba mbona Wakristo wengine wanafanya hivi, mbona nifanye hivyo kwa nini? Je, imeandikwa natakiwa nifanye hivyo? Usiangalie kwamba fulani anafanya hivi, angalia maagizo ya Yesu Kristo yanasemaje. Amina kabisa. Amina. Yaani usiangalie mbona fulani Mkristo hapa anafanyaga hivi. Hauna ushahidi kama yule Mkristo. Hauna ushahidi. Yaani ukiona mtu anafanya mambo yasiyo sawa, sio kwamba ni lazima yule ni Mkristo kwa sababu anaenda kanisani. Yesu atusaidie. Tuangalie kile kitabu cha Zaburi 86 na mstari wa 11. Nimeona anasema kwamba Biblia inasema Zaburi 86 mstari wa 11. Biblia inasema, Bwana unifundishe njia yako, nitakwenda katika kweli yako, moyo wangu na ufurahi kulicha jina lako. Amina. Bwana unifundishe njia yako, nitakwenda katika kweli yako, moyo wangu na ufurahi kulicha jina lako. Hii ndio tafsiri kamili ya Mkristo. Mkristo kamili ni yule anayelisikiliza jina la Bwana, anayelipenda jina la Bwana, anayefuata maagizo ya Bwana na kufuata maagizo ya Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Huyu ndio Mkristo. Huyu ndiye Mkristo. Mkristo ni yule anayefuata njia za Bwana. Na kitabu kile cha Yohana ile sura ya 14. Yohana sura ya 14. Yohana 14 ile mstari wa 6. Biblia pia imetafsiria, inatuonyesha. Biblia 14. Yesu Kristo wakati yuko na wanafunzi wake akawa anawaelekeza namna ya kumcha yeye, akawaambia. Biblia inasema Yohana 14 mstari wa 6, Biblia inasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amina. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye njia. Ili uweze kuwa Mkristo, lazima uhakikishe unamfuata Yesu Kristo. Nikajaribu kuangalia kwamba kuna wengine wanaweza kuhisi kwamba yaani wakachagua kupata vitu vingine sio kumfuata Yesu Kristo. Sasa Mungu atusaidie. Kwanza tufika mbele kidogo. Hivyo Mkristo usimfuatishe. Kuna point nataka uelewe. Mkristo usimfuatishe mchungaji wako tu. Amina. Bali soma neno la Mungu na umtafute, yaani soma neno la Mungu alafu ulinganishe na anachokufundisha mchungaji au kiongozi wako. Bwana Yesu atusaidie. Kwa nini najaribu kuonyesha hicho kitu? Kuna watu wengi wanapotea wakiishi wanampata Kristo, kumbe hawampati Kristo kwa sababu ya wachungaji wao walionao, au kwa sababu ya viongozi wao walionao. Na kwa sababu wameshaamini kwamba huyu ni kiongozi au ni mchungaji, wanashindwa kusoma neno la Mungu, wanashindwa kutafakari neno la Mungu. Wao wakilisikia neno, kwa mfano, kuna mtu mmoja aliyokuja kwenye madhabahu. Nakumbuka baba alitupa semina baada ya yule mtu kuondoka. Akasema hakuna kufa mpaka miaka 100. Sisi tunakumbuka. Sasa hebu niambie, kama wewe imani yako umeweka kwa yule mchungaji na hautaki kusoma Biblia kwa Biblia yasemaje katika kufa, ukafungiwa pale, alafu
mtu anakupa unabii wa namna hiyo, na unampata mchungaji pale, haujasoma Biblia, unabaki kuamini. Na inapokuja kutokea tofauti, pale ndio anza kuna watu wanakuambia Kristo kitu gani? Dini kitu gani? Kwa sababu wanaona yale aliyofundishwa na mtu alikuwa anamwamini sana yameenda tofauti na aliyofundishwa. Anaanza kumwangalia Mungu, anaona Mungu ni muongo. Kuna watu tunaamini kabisa kwamba watumishi wa Mungu ni Mungu. Yaani ukiwafikia hao kusema jambo fulani, unaamini Mungu amesema bila kuangalia ile linalosema liko kimaandiko au haliko kimaandiko. Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo lazima umpate Kristo. Amesema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mtumishi wa Mungu yeyote lazima anachokifundisha kiendane na neno la Mungu, akitokana na neno la Mungu. Sio tu ameenda amelala na mwenzi wake huko, kaamka ana mawazo fulani, ana maono yake fulani, akafika anakupatia hayako sawa sawa neno la Mungu, akakwambia na ukaondoka nao. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo sifa ya Kristo ni yule mtu ambaye anampata Yesu Kristo, anahitaji apate shauri, ajue kwamba Yesu ndiye njia yake. Kwa hata anapofundishwa sehemu yote ile, alinganishe na maandiko matakatifu. Je, ni sahihi? Ndio maana huwa tunaandika. Kwa sababu mtu anakiwa anaongea, amen, yaani bila kutafakari. Sasa wakati ukifika nyumbani ni vizuri, au wakati mwingine ukipata muda, anza kufuatilia kile alichokufundisha, angalia, pima na neno la Mungu ni sahihi. Yesu anasema wafundisheni kuyashika yote. Hata ukishafundishwa natakiwa uyashike yale yote ambayo umefundishwa, lakini uangalie, je, haya niliyofundishwa ni yale maelekezo ya Yesu Kristo? Amina. Hebu tuangalie, Kristo lazima ayashike mafundisho yote. Yaani uyashike yote, sio kwamba mimi nimeshika neno fulani. Mkristo uyashike yote. Tuangalie Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Kitabu cha Kumbukumbu ile sura ya 30 na ule mstari wetu wa 10. Kumbukumbu 30 mstari wa 10, Biblia inasema, ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako kwa kuyashika maagizo yake na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati, ukimwelekea Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Si kushika tu, yaani natakiwa unalolishika. Anasema ukiwa utaifuata sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana inatokana na neno la Mungu, sauti ya Bwana inatokana na mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo anasema ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako kwa kuyashika maagizo. Maagizo anaweza kufuata mtumishi wa Mungu yeyote, lakini anaweza kufuata kwenye Biblia. Kwa kuyashika maagizo na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki, katika kitabu, katika Biblia cha Torati, ukimwelekea Bwana Mungu, sio kwa ajili ya mwingine. Kile unachokikuta kiwe ni kwa ajili ya kumwelekea Mungu. Amina. Mungu wako na kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Amina. Haleluya. Kwa hivyo ili uweze kuwa Mkristo mzuri, ni yule ambaye anashika yale yote, sio machache. Na ile kama nimeshika mbona machache fulani, uyashike yote ambayo tumeelekezwa na Mungu au na maandiko matakatifu ya Mungu. Amina. Yoshua 23 mstari wa 6. Yoshua 23 mstari wa 6, Biblia inasema,
basi iweni mashujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa na kuyatenda, msiache kwa kugeukia upande wa kuume wala upande wa kushoto. Haleluya. Haleluya. Narudia tena, ni Yoshua 23 na ule mstari wa 6. Basi iweni mashujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa. Ukiona ameandikiwa iweni mashujaa sana, kwa maana ya kwamba ili uweze kuwa shujaa kuna namna yatakiwa upambane. Ukristo sio ulemavu. Ukristo ni kupambana. Ukristo ni kutafuta kwa nguvu nyingi. Ndio anakuambia basi iweni mashujaa sana kuyashika yote, naambia kuyashika yote. Yaani ni kweli yale maagizo ya Mungu mara nyingi wakati mwingine ni magumu. Ni magumu wakati mwingine. Lakini anakuambia uwe shujaa kuyashika yote, hata kama ni magumu hivyo hivyo yashike yote. Achana na kwamba kwa familia itaniona vipi. Achana kwamba jamii inaweza vipi. Kama ni neno la Mungu, ni agizo la Mungu, kuwa shujaa. Jitahidi uyashike yote yale ya Mungu, yale ya Torati ya Musa yote uyashike, usigeuke upande mwingine kutafuta msaada sehemu nyingine. Huyo ndiye Mkristo tunayemsemea kwamba ndio Mkristo anayejulikana. Ndio hii tafsiri ya neno Mkristo. Nikasema Mkristo sio mwimbaji, Mkristo sio mwenda kanisani, Mkristo sio mhubiri. Yaani sio hivyo tu, anakamilishwa na kuyashika yote na. Amen. Amina. Kwa hiyo Mkristo kamili ni yule ambaye anashika, sio tu kwamba mradi kwamba ni anaingia kanisani yule. Hata wachawi wanaingia makanisani. Sana kuamini. Hata wachawi pia wanasoma. Kuna mtu mmoja kama anamwambia juzi, kabla neno la Mungu sio hili tu kwamba neno la Mungu. Neno la Mungu linakaa ndani. Kwa sababu uwezi kuniambia kwamba mchawi ana neno la Mungu ndani yake. Lakini mchawi huyo hiki kitabu anakishika, anakisoma. Na wapagani wanashika wasoma. Neno la Mungu linakaa. Na neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ikiwa ndani yako, ndipo anasema Bwana Mungu hawatende sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya. Ile Mathayo sura ya 16, Mathayo 28:16. Mathayo 28:16, maana Yesu ya mwishoni kabisa wakati anatuambia ananiagiza. Sema ananiagiza hapa. Amina. Tasoma kwa Mathayo 28:16-20. Yesu Kristo akawa ananiagiza au anaagiza wanafunzi wake. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo Yesu Kristo akawa ananiagiza kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya watu wake wa Mikosenisi, mlango wa mbinguni. Akawa ananielekeza akasema hivi, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote na hata ukamilifu wa dahari. Kwa Yesu asifiwe. Haleluya. Hili ni agizo la Yesu juu ya wanafunzi wake. Na mimi na wewe ndiye mwanafunzi wa Yesu. Kwa Yesu anatufundisha
tuyashike. Hebu tuangalie alipokuwa anawafundisha alichoagiza. Hili ndilo agizo Yesu anatuagiza sisi wanafunzi wake. Haleluya. Anasema hivi, basi enende. Basi naweza nikasema kwamba sisi au enyi, najaribu kuangalia basi, yaani anakuandaa uweze kusikiliza kile ambacho anataka kuambia. Chukulia mfano sasa hivi mtu tu anaongea na simu, hata mtoto mdogo anasema alo, ile ni kiwakilishi kwamba huyu mtu kuna jambo anataka kuongea na wewe, ni kama kiwakilishi fulani cha kuweka standby kwa ajili ya kusikiliza kile anachokuagiza. Kwa Yesu akaongea na watu wake, akamwambia basi. Watu wote wanafunzi wakakaa standby kusikiliza Yesu anasema nini na wanafunzi wake. Akawaambia sasa, alipowaita tayari akawaambia enendeni. Na wapa pole wanaoamini kwamba wanatafuta Mungu akiwa amekaa nyumbani. Wako watu wanakwambia mimi makanisani hapa, mimi nitamwabudu Mungu wangu hata nikiwa hapa nyumbani haina shida. Matendo yako ndio yale. Mungu awasaidie na kupa pole. Ila hapa patuzeni tumekuja kanisani kwa tushachukua hatua ya kwanza enendeni. Na tunafanya namna mbalimbali kwenda sehemu mbalimbali kufundisha neno la Mungu. Yesu anatuambia enendeni. Wapi? Huko duniani. Wapi? Huko kwenye kusanyiko. Enendeni. Tuweze kufanya nini sasa? Anatuambia basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yaani twende tukaanze kuwafundisha watu, tuwafundishe watu waweze kuwa wanafunzi. Amina. Tuwafundishe neno la Mungu, tuwafundishe matendo makuu ya Mungu, tuwashuhudie habari za Yesu Kristo. Amina. Mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wako watu wengine. Kumbe ukishafundishwa ukaamini, ukishafundishwa ukalipokea neno la Mungu, hatua ya kwanza ni kwenda kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukishapokea habari za Yesu Kristo, hatua ya kwanza kuonyesha kabisa umempokea Yesu Kristo, umemwamini Yesu Kristo, kabatizwa. Jamaa Pentecoste tuna utaratibu wa kwenda kubatiza, na si tu ubatizo. Bado kuna batizo nyingine tofauti tofauti. Hata wachawi wanabatiza. Ni kwa nini? Kwa hivyo kubatizwa kwa Yesu Kristo alipotufundisha, ndio maana anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Amina. Kwa tunabatizwa kwa njia ya Yesu Kristo. Alibatizwa, alizamishwa kwenye maji mengi. Ubatizo wa Yesu Kristo unajulikana. Tunatakiwa tufundishwe, tuwafundishe watu kuyashika yote. Wakishashika yote basi wakubali kubatizwa. Mtu ambaye hajakubali kubatizwa ni kwamba hajakubali Yesu Kristo kamili. Hajashika yote kama maandiko yanavyotuambia tuyashike yote. Huyu bado anakuwa hajashika yote. Lakini haishi kubatizwa tu. Haishi kubatizwa tu. Anasema kwamba kuwafundisha kuyashika yote. Yaani tukisha wafundisha wakabatizwa, ndipo kama leo tunafundishana. Sisi tumebatizwa, tunaanza kufundishana kuyashika yote maagizo ya Mungu. Ndio maana tuache kufundishana kila siku. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo anatuambia endapo pale tutaanza kuwafundisha, lakini sisi tukubali kujifunza, Yesu yuko pamoja na sisi, hatotuacha. Na maana ya kwamba siku zote tusiwe na hofu, tusione mashaka mbele yetu kwamba tutawezaje, kwa sababu Yesu Kristo yuko ndani yetu. Amina. Amina. Ujumbe wetu wa somo unasema umoja wa Kristo na wa Kristo. Umoja wa Kristo na wa Kristo. Lakini hapa bado tuko kwenye kipengele kidogo cha Mkristo. Hatujaingia kwenye umoja kamili kama kichwa kinachosema. Mkristo ni lazima abatizwe, na si mbali tu ubatizo. ubatizo ule wa Kristo. Na Mkristo ni lazima awe na imani.
Mkristo ni lazima uamini. Kama wewe ni Mkristo, uwafikishe viwango vyako vya imani, unamwamini Yesu Kristo kwamba yeye anaweza kila jambo na ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na Mkristo lazima uyashike yote aliyotufundisha Yesu Kristo. Kuna namna nilikuwa najaribu kuelezea Mkristo si tu huduma. Kristo si huduma. Najaribu kutumia namna hiyo kwa ukali kuonyesha yani kwamba Mkristo sio zile huduma. Yaani usiangalie zile huduma kwa sababu wewe unahubiri sasa wewe ni Mkristo. Kwa mfano tunaweza kusema katika sehemu moja kule, wakaja watu wakanipaka, wakaniambia tufanye biashara fulani, nikakataa. Ndio kutoa mfano mara nyingi. Nikakataa, nikamwambia mimi ni Mkristo, wakasema hapana. Ukristo wa kazi gani? Kuna watu kibao tunafanya nao kazi hizo. Wakaniambia kuna maaskofu, kuna wachungaji, tunafanya nao kazi hizo. Nikamwambia mimi sio mchungaji. Mimi sio askofu, mimi sio padri, mimi ni Mkristo. Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna nafasi, kuna huduma, kuna Mkristo. Hii Mkristo ni cheo kingine. Yaani cheo ambacho kinazidi vyeo vyote. Na ukibahatika kumpata mchungaji Mkristo, lazima ufike mbinguni. Amen. Amina. Ukimpata mchungaji, ukimpata askofu Mkristo, mbinguni lazima ufike kama ukimsikiza na kumtii. Amina. Lakini ukifunga masikio yako kutomsikiliza mchungaji Mkristo, basi unaweza ukaingia pabaya. Sababu kipofu na mwingine akiongozwa na kipofu wataingia pabaya. Sasa kama mawazo yako ni ya upofu, hauwezi kumsikiliza mchungaji ambaye ni Mkristo, na wewe pengine unaweza ukaingia ambapo hapakustahili wewe kuingia. Amina. Ndio kusaidia sana. Umoja wa Kristo. Na sasa tunaingia kwenye somo letu. Nilikuwa najaribu kuonyesha maana ya Kristo. Huyu ni Mkristo ambaye tumemjua Mkristo ni namna gani. Ninaamini mpaka sasa kwa machache ambayo ulikuwa unayajua, na kuongezea haya kuna baadhi ya sehemu umejijua kwamba je, mimi ni Mkristo ama sio Mkristo. Sio kwamba tu nimebatizwa kwamba imetosha mimi ni Mkristo. Sio kwamba naingia kanisa la Pentekoste kwamba mimi ni Mkristo. Je, unaamini habari za Yesu Kristo? Unazishika habari za Yesu Kristo na unazipata habari za Yesu Kristo? Hapo wewe ndiye Mkristo. Amina. Nijaribu kuangalia maana ya umoja. Nimesema ujumla nasema umoja wa Kristo, umoja wa Kristo na wa Kristo. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia umoja. Nimejaribu kuangalia umoja wa Kristo na Kristo. Maana yake ni nini? Yaani maana ya umoja wa Kristo, umoja wa Kristo na wa Kristo. Maana yake pale Mungu wakati anamtoa mwanawe pekee alikuwa anaunganisha, anatengeneza kitu kinachoitwa umoja. Anaweka upamoja ule ndani yetu ili kwamba sisi na yeye tuwe kitu kimoja. Alikuwa anatupatanisha. Kwa ile Yohana 3:16 inatuonyesha namna Mungu alivyokuwa anatuunganisha sisi na Yesu Kristo. Ndio umoja huu unapotokana. Kwa hivyo umoja wa Kristo ni msingi. Umoja wa Kristo ni msingi mkuu. Amina. Ni msingi mkuu. Kama nilivyokuambia kwamba Kristo yeye ni kichwa. Kristo ni kichwa, lakini pia sisi ni viungo. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuja hapa duniani alikuwa anatengeneza huu umoja ambao mpaka sasa tujaribu kuangalia kwa mfano mzazi. Mimi mtoto wangu anaitwa Fulana Treva, watoto wawili. Lakini mimi nisingeweza kuwa na ushirikiano wowote au ushirika wowote na wale watoto, ila tungekuwa tu kama binadamu wengine kama mimi na wewe. Amen. Lakini kwa sababu Mungu alitengeneza mawasiliano ya mimi na mke wangu, akaingiza ushirikiano. Ule ushirikiano tukatoa kitu ambacho ni kiumbe cha Mungu ambacho alikuwa ashakiumba tangu enzi, akakiweka ndani yetu. Kikaja duniani, ndipo unakutana kuna ile msukumo au chungu au pendo zaidi ambao hata leo
akiguswa mtoto wangu na akiguswa mtu mwingine, kuna utofauti jinsi nitakavyoichukulia. Amina. Kwa ule upendo wa namna hiyo ndio Mungu sasa anajaribu anatengeneza namna ambayo atakuwa na uchungu zaidi kwa huyu mwanadamu. Anamtoa mwanae wa pekee, anamuunganisha, anafanya maunganisho ya kutuunganisha sisi na yeye mwenyewe kwa kumtoa mwanae wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo, tunaposema muunganiko, ni ile hali ya kwamba yeye ni kichwa cha kanisa. Yesu ni kichwa cha kanisa, sisi ni viungo. Kwa katika huduma, hatuwezi kufanya huduma bila Yesu Kristo. Huwezi kufanya huduma ya kwako ambayo haina Yesu Kristo. Hiyo huduma inakuwa si huduma ya Kristo. Kwa tumeunganishwa na Yesu Kristo yeye pekee. Yesu Kristo ndiye patanisho letu, ndiye unganisho letu, kwa sababu hata mwanzo kabisa tulikuwa tumepotea wakati huko kwenye dhambi. Baada ya uasi wa Adamu, na maana sisi tulikuwa tumepotea, tulikuwa katika ufalme wa Mungu, nafasi yetu ilikuwa imekaa pembeni kwa sababu ya ile ya haja ya Mungu ya kumuumba mwanadamu. Baada akaona ni vyema atengeneze tena muunganiko. Kwa hiyo muunganiko aliotengeneza Mungu ndio tunaoita ni muungano au ni umoja wa Kristo na wa Kristo. Kwa hivyo katika Ukristo ni hakikisha wewe uko katika kuyafuata yale maagizo yote ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kiangalia mtu ameshaishi tu. Na niko karibu kuitanguliza. Sasa namshukuru Mungu kwa sababu hiyo darasa linaendelea kila Jumapili. Nadhani nitaendelea. Nilikuwa nataka sasa nianze kufundisha zaidi kama kichwa kinachosema kwamba umoja wa Kristo na Ukristo. Kuna vitu mbalimbali ambavyo tunatakiwa tuvione kwamba Mkristo anatakiwa awe ni wa namna gani. Mkristo awe ni wa namna gani. Kuna vitu baadhi Mkristo anatakiwa uvifuate, tutafundishana hapo mbele. Kulingana na muda leo umeisha, basi nimshukuru Mungu. Utangulizi mwema ni kwamba nichukue umoja wa Kristo na wa Kristo, ambapo nimekwambia Mkristo sio jina tu. Yaani sichukulie kwamba ukienda kanisani wewe unakuwa Mkristo. Sichukulie kwamba wewe tu ukiimba unakuwa Mkristo, kwamba wewe ukiwa kiongozi kama mimi labda ndio nimekuwa Mkristo. Naweza nikaongoza Wakristo mimi sio Mkristo. Mungu atusaidie sana. Naweza nikaongoza kitu mimi sio Mkristo. Na Mungu ananiacha milele kuongoza. Amina. Kwa uchukulie pale ulipokuwa kwamba wewe tu umesha kuwa Mkristo. Tafuta kuyashika yote na maagizo ya Mungu ndipo utasabika kuwa Mkristo. Amina. Tukipata na ipata. Jamani, makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Amen. Katika wakufunzi na katika wanafunzi ambao nina imani kwamba watakuwa wakufunzi miongoni mwa hao. Wanafundisha kitu kiasi kwamba hata kama kutoka kumatia kanisa wanawapita wamalishe. Au sio mpate? Sawa sana.